vyombo vya haki, na andiko la ufunguzi ni Warumi sura ya 6 mstari wa 13. Nao linasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Umesikia hii? Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Yaani usiwe tena chini ya kongo la dhambi, mtumishi. Dhambi isiwe na nafasi ndani yako tena. Allah kasiki liburuba. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Kwa kuna wale ambao wanatoa viungo vyao au wanatumia viungo vyao kuwa silaha za dhuluma, silaha za dhambi. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Allah kasiki liburuba. Hebu tumia viungo vya mwili wako, mtumishi, kuwa silaha ya haki. Tumia kinywa chako kupeleka injili. Tumia mikono yako kuweka kunyoosha juu ya wagonjwa wapokee afya, mtumishi. Allah barabo sikili bukura. Tumia miguu yako kupeleka habari njema katika maeneo mbalimbali ndani ya ulimwengu wako. Ndio Mungu anaanza kusema hivi. Warumi sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 11 ina uhalisi wa maisha yako katika Kristo. Umekufa kwa dhambi, lakini hai kwa Mungu. Hauko chini ya utawala wa dhambi au kifo. Utu wa kale uliokuwa mtumwa wa dhambi umekufa, umesulubishwa pamoja na Kristo, na sasa unaishi katika upya wa uzima. Hai kwa haki, kwa utukufu, na Yesu ni Bwana kwako. Umesikia maneno mazito kabisa? Hebu andika haya maandiko alafu yarudie tena vizuri kayasome. Warumi sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 11. Haya maelezo niliyosoma hapo ndio yanazungumzia kuhusiana na hiyo mistari. Kwamba kwa sababu sasa hivi uko ndani ya Kristo, kwa habari ya dhambi wewe umekufa, wewe haufanyi kazi tena huko, hauishi huko tena. Dhambi haina tena mamlaka juu yako wala nguvu juu yako. Sasa hivi unaishi ndani ya Kristo, mtumishi. Una upya uzima. Wewe uko hai kwa habari ya haki. Ndio Mungu anasema, inatusaidia kuelewa kile ambacho Biblia inasema katika Warumi sura ya 6 mstari wa 12. Inasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Ndio Mungu anasema, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa una mamlaka juu ya mwili wako, juu ya mawazo yako, juu ya kila kitu kinachokuhusu. Wewe hauko tena chini ya kongwa la kushindwa, la kuoza au kuharibika. Kwa hiyo wewe sio mtumwa wa dhambi tena. Unasema shetani alinipitia. Nikaingia kwenye hili jaribu au kwenye hii dhambi, nikaingia kwenye aina hii ya maisha. Hapana mtumishi. Wewe kwa habari ya dhambi umeshakufa. Dhambi haina nguvu wala utawala dhidi yako tena. Wewe uko hai ndani ya Kristo, unao mamlaka juu ya mwili wako. Kumbuka mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Ndio maana neno linasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Sio, unaelewa ile andiko? Yaani linaelezea au linawasilishwa kwa ajili ya roho yako. Ndio maana naambiwa dhambi isitawale ndani ya mwili wako au miili yenu. Ina maana wewe sio mwili, mtumishi. Wewe ni roho, unayo nafsi. Nafsi ni sehemu ya roho. Na unaishi kwenye mwili. Makatika la bazira. Mtoto wa Mungu anasema, umetoka katika kifo cha kiroho na kuingia katika ulimwengu wa uzima wa Mungu. Unapogusa vitu haviharibiki, vinakuwa na ubora. Kwa nini? Kwa sababu haki ya Mungu hurekebisha mambo, hubeba uzima, hubeba mafanikio na utukufu. Wewe ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Yani yale maandiko ya mtumishi na kuambia, ukiyasoma unarudi tena, unaangalia, unasoma kama mara 3, mara 4, mara 5, unatafakari, unasema yani Umesikia hili neno lilivyo zito? Kwamba wewe haupo ndani ya mauti tena. Umeshatolewa kutoka katika kifo cha kiroho au ile mauti ya kiroho. Sawa? Umeletwa katika upya wa uzima, katika ulimwengu wa uzima, mtumishi. Na uzima gani? Ni uzima wa Mungu.
Na kwa maana hiyo unapogusa vitu haviharibiki, vinakuwa bora. Lazima uwe mtazamo wako na fikra yako mtumishi. Yaani umebeba uzima. It's called God kind of life. Yaani ni aina ya uzima wa Mungu. Ule uzima ambao hauchuji, hauharibiki, haufubai, hausinyai, haudumai. Ai, Laura golo baraba setele barabanda. Rosa pakalaba. Ndio Mungu anasema, fikiri juu ya hili. Uumbaji wote uko katika kongwa la utumwa, katika kifungo kwa sababu ya uharibifu. Kila kitu duniani kimetiishwa chini ya uozo na uharibifu. Ai. Umekusoma hilo? Katika Warumi sura 8. Mfano mstari wa 22 inasema, kwa maana twajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Hii ndio kweli ya neno la Mungu. Viumbe vyote vina utungu, vipo chini ya utumwa, chini ya kongwa, vinaugua pamoja. Sema lakini uumbaji huo unangoja nini? Mstari uliotangulia, mstari wa 19 unatuambia, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote vinatarajia, yani vipo na shauku, viko na hamasa, vipo na matamanio ya kuona vimekombolewa, vimeondolewa katika ile kongwa. Vinasubiria kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hawa wana wa Mungu ni nani kama sio wewe na mimi ambao tumezaliwa mara ya pili? Ambao tumepokea uwezo wa kufanya kuwa wana wa Mungu. Ambao maandiko yanasema sasa sisi tu wana wa Mungu. Kwa katika ulimwengu wako, kila kitu katika ulimwengu wako kinatarajia, yani kinasubiria wewe ufunuliwe, wewe udhihirike, wewe uonekane, wewe ujidhihirishe pale. Ndio Mungu anasema, wewe ndiwe wa kuweka huru uumbaji kutoka katika kifungo cha uharibifu. Nguo zako, magari yako, nyumba yako, kila kitu kilichounganishwa na wewe kinapaswa kuakisi na kuwa na uzima wa Mungu, kwa sababu kama tulivyosoma katika andiko letu la ufunguzi, wewe ni chombo cha haki. Haya, mtoto Mungu anasema hii inamaanisha popote unapokwenda mambo yanakuwa bora. Yeyote anayekutana na wewe anafanywa kuwa bora, kwa sababu haki ya Mungu inafanya kazi kupitia wewe. Sio unasikia maneno? Mtoto Mungu anasema hivi, yaani nguo zako, magari, nyumba, popote katika ulimwengu wako, mazao yako, biashara yako, kazi, familia, vyote vinasubiria kufunuliwa kwako wewe. Vinasubiria udhihirisho wako. Vinatakuwa viingie katika uhuru wako. Kuna kitu kinaitwa uhuru wa wana wa Mungu, uhuru wa wana wa haki. Yaani vikija kwako mtumishi, havitaki kuharibika, havitaki kuchoka, havitaki kufubaa. Malika setele mandarabosira. Ule utukufu wa Mungu ulionao ndani unatakiwa uakisi kwenye ulimwengu wako. Yaani udhihirishe, udisplay, uonyeshe. Hii ni inaitwa high level language mtumishi. Si ni iteje? Yaani ni ile lugha ya juu. Ukisikia nyama ngumu katika maandiko ndo hii. Huu ndo uhalisi ambao Bwana anategemea wewe uishi leo hii. Na ndio maana andiko linasema usitoe tena viungo vyako kuwa silaha za dhuluma, lakini silaha za haki. Kwa hiyo kumbuka, haki ni zaidi ya kitendo. Haki ni asili. Ni asili ya Mungu. Unataka kuidhihirisha ile asili ya Mungu ambayo sasa hivi umeipokea. Ndio maana umefanywa kuwa mwana wa Mungu, una asili yake, una uzima wake. Uzima unaweza kuonekana, uzima unaweza kudhihirishwa. Uzima ni kitu halisi katika ulimwengu wa roho. Na lazima ulete kwenye ulimwengu wa mwili mtumishi. Ni ile ni nishati ya kiungu ambayo inahuisha vitu. Inaleta katika ubora, vinafanya vinawiri, vistawi, vipendeze. Ni ile nishati ambayo inalinda na kuhifadhi jambo katika utukufu wake, katika uzuri. Mtoto wa Mungu anasema wewe ni mbeba uzima, wewe mbeba marejesho na utukufu, restoration. Yaani ukienda katika eneo ambalo watu wamekata tamaa, wewe ndio unarejeshea ile furaha, unarejeshea ile amani.
Ukienda katika sehemu ambao jamaa hawana tumaini tena, hawaoni kesho ikoje, wewe ndo wakuleta tofauti mtumishi. Bala rabo sokolo. Kwa nini? Sababu umebeba marejesho, umebeba uzima. Ndio Mungu anasema haupo tu ili mradi. Hapana. Wewe sio takwimu tu katika ulimwengu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, ulioumbwa upya ndani ya Kristo Yesu, ili utende matendo mema ambayo aliandaa tangu awali kwa ajili yako. Kwa hiyo unatawala na unatengeneza na kufanya upya mambo. Ruhusu huu uwe ndio ufahamu wako. Wewe ni udhihirisho wa haki ya Kristo. Itakugharimu nini wewe kukubaliana na hichi ambacho neno la Mungu linasema? Mtoto Mungu anasema ruhusu huu uwe ufahamu wako. Unalipa nini ili uwe ufahamu wako mtumishi? Ni kukubali tu. Mambo ya Mungu hayahitaji sarakasi nyingi, somersault nyingi, push up nyingi. Hapana mtumishi. Ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekisema na kuanzia wakati ule kutembea kwenye uhalisi wake. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Imani ni bayana, ni hatimiliki, ni uthibitisho wa yale yasionekana. Kwa Bwana amekwambia hapa tayari kwamba wewe ni chombo cha haki. Sema amina, mimi ni chombo cha haki. Sema nadhihirisha haki kuanzia leo. Anza kufikiri katika muktadha wa kudhihirisha haki, kwa sababu nakwambia haki ni asili. Kumbuka alichukua asili yetu ya dhambi mtumishi, ili atupe asili yake ya haki. Mtoto wa Mungu anahitimisha kusema hivi: unatenda kazi katika mpangilio wake wa kiungu na uwezo wake wa kiungu, ukileta utukufu wake kila mahali. Unatenda kazi katika mpangilio wake wa kiungu. Hii ndio utaelewa Biblia inasema kwamba sisi ni co-laborers, sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeletwa katika daraja lake mtumishi. Sisi ni washirika wa tabia za uungu. Hiyo ndio maana yake hapa. Ndio hii anasema unatenda kazi katika mpangilio wake wa kiungu, katika uwezo wake wa kiungu. Ina maana kuna nishati ya Mungu inafanya kazi ndani yako. Na kila mahali unapokwenda ile nishati inatakiwa idhihirike mtumishi, ionekane. Hii ndio sababu kwa nini tunaombea mataifa ya ulimwengu, tunaombea miji na maeneo ambako tunaishi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watenda kazi pamoja naye. Tunadhihirisha yale mapenzi ya Mungu katika mazingira ambayo kawaida yale mapenzi ya Mungu yasingetimia. Lakini tunatengeneza mazingira sahihi kupitia maneno yetu, kupitia maombi yetu, kupitia matendo yetu. Pale ofisini, pale kazini, pale mtaani, pale kwenye kijiji ulichoko au kwenye mtaa, elewa wewe ni chombo cha haki. Tamka haki juu ya ule mji, juu ya ile eneo, juu ya ile familia. Tamka haki juu ya ile ofisi, juu ya ile biashara, juu ya ile hospitali au shule, popote ambapo upo. Hakikisha utukufu wa Bwana unaonekana mahali pale. Kumbuka vitu vyote pale vilikuwa chini ya nini? Chini ya kongwa, chini ya uharibifu, chini ya laana. Lakini wewe ukija mtumishi, wewe hauna laana tena. Wewe ni nuru. Leta nuru katika ile eneo. Ndio maana Bwana alisema mji wote mtaokwenda au kwenye nyumba kupeleka injili, cha kwanza ukifika pale sema nini? Peace be here, kwamba amani iwe hapa. Hiyo ndio namna ya kuondoa ile kongwa la huzuni, la machukizo, la ugomvi, la hasira, la kutokuelewana. Unavutamka amani, amani yako inahama, inaingia pale mtumishi, inatawala katika ile eneo. Kwa hiyo hata biashara yako, kazi, tamkia neno la Mungu mtumishi. Kumbuka uzima uko katika kinywa chako. Uzima unahamishwa kupitia maneno yako mtumishi. Maana mojawapo ya neno baraka ni nini? Ni ku-invoke the power of God. Yaani kuachilia nguvu ya Mungu. Ni kama vile kunuiza nguvu ya Mungu juu ya jambo, kulisababisha lile jambo lifanye katika ubora wake, katika utukufu wake, katika ukamilifu wake. Ndio maana neno baraka na kubariki, maana yake ni yani ninaachilia, kuna nguvu na inuiza juu yako, na itamka juu yako. Na hakisha kwamba unaweza kutenda katika ubora wake. Ndio maana Bwana alisema sisi ni nuru ya ulimwengu, tunaangazia ulimwengu, lakini pia sisi ni chumvi ya ulimwengu, tunahifadhi ulimwengu, tunautunza uwe na ladha, uwe na ubora.
Malarako sokoto lobase. Kwa hiyo aya, wewe ni chombo cha haki mtumishi. Fanya ukiri pamoja na mimi asubuhi leo tunapokwenda kuhitimisha somo letu la leo. Sema, mimi ni chombo cha haki. Ninabeba uzima wa Mungu. Utukufu wake na hekima yake zinadhihirika ndani yangu na kupitia kwangu. Kila kitu kinachohusiana nami kinaakisi haki ya Mungu. Ninaleta ukombozi, ninaleta marejesho, ninaleta uzima kwa uumbaji. Ninatawala maishani kama mwana wa Mungu aliyekomaa, nikidhihirisha utukufu wake daima katika jina la Yesu. Amina. Balarabo sokoluba. Unatawala maishani kama mwana wa Mungu aliyekomaa. Ukidhihirisha utukufu wake, ukidhihirisha heshima yake. Okay, masomo ya ziada au somo la ziada, nenda ndani zaidi katika mstari ifuatayo, Warumi sura 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Warumi sura 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 21. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa haraka sana nitatamani tusome andiko moja la hii Warumi sura ya 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Andiko linasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye alivitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Hilo nilikuwa nakwambia. Huu mstari wa 21 unatakuwa uwe uhalisi wako leo hii katika ulimwengu wako. Usisubiri baadaye. Ni sasa hivi. Fedha yako inatakuwa ije katika uhuru wako mtumishi. Malarako sokulu. Mali zako zitakuwa zije katika uhuru wako, katika utukufu wako. Yaani kuna ile dhana ni hivi. Yaani ile nguo ikikaa na wewe mtumishi haitaki kuchoka, kuharibika, kuchuja, kuwa imefubaa, imeisha. No. Inatakiwa ifurahie uhuru wako. Nikurushie wazo la uchokozi. Nikasome maandiko. Wana Israeli wametembea jangwani siku miaka 40 mtumishi. Nguo zilikuwa pamoja nao. Yaani kuna utukufu wa Bwana ambao hata kama una nguo moja mtumishi, hiyo nguo yako inaonekana ni maridadi, ni nzuri, ni bora, ni ya kipekee. Kwa nini? Kwa sababu kuna nishati inayotoka kwako inaathiri vile vitu ambavyo vinakuzunguka. Hiyo itakuwa discussion ya siku nyingine. Muda wangu umeisha. Naomba tufanye sala ya wokovu pamoja. Kwa wale ambao hawajampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, naomba nikupe fursa hii na nafasi hii siku ya leo. Sema sala hii na amini kutoka ndani ya moyo wako, na Kristo atakuwa Bwana na Mwokozi wako. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kufanya sala hii, nataka nikuhakikishie kwamba wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na haya tuliyozungumza leo yanapaswa kuanzia leo hii, kuanzia saa hii kuwa uhalisi wako na utukufu wako. Na wakati huu nitakwenda kuomba kwa ajili yako na kutamka baraka hii juu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wale wote ambao asubuhi ya leo wameamini kwa mioyo yao na kukiri kwa kinywa chao kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Katika jina la Yesu, nawalinda na kuwahifadhi sawa sawa na neno lako Bwana, sawa sawa na kweli yako Bwana. Shetani hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika utukufu, wanatembea katika ubora. Maisha yao yanadhihirisha kweli yako na haki yako kila siku itwao leo, kuanzia siku hii Bwana. Na asante pia kwa wale wote ambao leo hii wametusikiliza neno hili Bwana, kuhusiana na kwamba wao ni vyombo vya haki. Maarifa haya ni udhihirisho wao, ni uhalisi wao. Nuru hii inaangaza sana ndani ya mioyo yao. Wanatembea katika uhalisi huu kwenye kila nyanja, kwenye kila hatua ya maisha yao. Asante kwa ubora unaoonekana katika maisha yao,
kuanzia leo hii, kama matokeo ya kusikia hili neno Bwana, na kama matokeo ya kulitendea kazi hili neno baada ya kulisikia. Nguvu yako, ubora wako na ushindi wako ni uzoefu wao wa kila siku, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka uzima na afya njema kutoka katika utosi wa vichwa vyao, katika nyayo ya miguu yao, kwenye kila seli, kwenye kila tishu ya miili yao. Wana afya njema, wana uzima tele, wana ubora ambao neno lako linasema tunao Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amina. Oh, haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. 36000999. Mungu akubariki sana. Karibu sana Tito. Amen. Habariki sana mtumishi wa Mungu. Amina. Nikushukuru sana leo ambaye tumekuwa pamoja. Nikiamini kwamba umebarikiwa na siku yako imekuwa ni njema sana, na bila shaka neno hili